hali mbaya na hali ngumu sana ya kiusalama kutokana na vita vinavyoendelea baina ya majeshi ya serikali yanayoongozwa na Al-Burhani ambaye ndio mkuu wa majeshi na mwenyekiti wa kiongozi wa muda wa nchi ya Sudan, lakini pia upande wa pili na majeshi ya Rapid Force yanayoongozwa na Danagra ambaye ni Hamidit kwa jina lingine maarufu sana. Ni kwamba hawa wahasimu wawili wamekuwa kwenye mgogoro kwa muda mrefu toka kuondolewa madarakani Rais Omar al-Bashir mwaka 2019. Nchi ya Sudani imeingia kwenye machafuko makubwa ambayo mamia ya watu wamekuwa wakiuawa, lakini maelfu ya watu pia wamekuwa wakikimbia nchi yao kwenda katika nchi jirani, hasa nchi ya Misri na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo kwa kweli kwa hali ya usalama ni mbaya sana, na Sudani ni miongoni mwa nchi ambazo zinatajwa kwamba miongoni mwa nchi zisizo salama kabisa duniani kutokana na machafuko yanayoendelea, mapigano makali sana yanayoendelea baina ya majeshi ya serikali na majeshi ya RSF. Sawa, tuangalie pengine msingi wa nini kinasababisha mivutano kati ya RSF na pengine SAF. Nini kinasababisha mvutano yao? Yaani ni kitu gani kinawakutanisha? Ukweli ni kwamba kuna mzizi mrefu, lakini chokochoko hasa ilianza mwaka mmoja baada ya mapinduzi ya kuondolewa kwa Omar al-Bashir, kwa sababu kama unakumbuka ni kwamba RSF ilikuwa chini ya kikosi cha usalama wa taifa au taasisi ya usalama wa taifa ya Sudan kwa kiitwa Al-Watani. Baadaye kabadilishwa jina mwaka 2002 ikaitwa General Intelligence Service JIS. Al-Burhani alimteua mtu aliyekuwa anaitwa Mufadar Ibrahim, General Ibrahim Mufadar kwa mkurugenzi wa usalama, ambao uteuzi ule uliitwa ni uteuzi wa chokochoko kwa sababu Mufadar ni miongoni mwa watu wa Keizani, watu ambao walikuwa ni waaminifu sana kwa al-Bashir. Na kama tunakumbuka ni kwamba wakati wanamuondoa madarakani al-Bashir mwaka 2019 kulikuwa kuna makubaliano baina ya jeshi na kikosi cha RSF ambacho kilikuwa kikimlinda Omar al-Bashir, ambao walikubaliana kwamba wangegawana madaraka. Sasa RSF chini ya Hamidit waliona kwamba kufanywa vile ni chokochoko, kwa sababu wanaona kwamba mtu aliyemteua kwa mkurugenzi wa usalama wa taifa ni mtu ambao hawaendani na hawapatani kabisa, ni mahasimu wakubwa baina ya Mufadar pamoja na Hamidit. Kwa hiyo hilo ndio chokochoko ya kwanza ilipoanza, lakini mzizi wa haya yote ni ukabila. Sudan wana tatizo la ukabila kwa miaka mingi toka uhuru wao mpaka sasa. Ukabila ndio umekuwa chokochoko kubwa. Kuna makabila makubwa matatu ya Kiarabu ambayo haya makabila kama kabila la Jalim, kabila la Shalkia pamoja na kabila la Danagra, haya makabila ambayo yamekuwa yakitawala siasa na jeshi ya Sudan kwa miaka mingi, na mkuu wa majeshi ambao ndio mkuu wa nchi anatoka kwenye kabila la Shalkia, na Danagra yani Hamdan Dagalo anatoka kwenye makabila ya magharibi mwa nchi ya Sudan, ambao ni makabila ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakizaraulika wakiitwa Hamaji. Hamaji maana yake ni watu wasiostaarabika. Kwa hiyo mkuu wa majeshi anaona hawezi kufanya kazi na Hamidit ambaye yeye anatokana na makabila yanayozalaulika. Kwa hiyo ndio chachu kubwa ya mgogoro unaendelea. Kwanza ni ukabila, lakini pia ni uteuzi wa chokochoko mwaka 2002 uliofanywa na mkuu wa majeshi kumteua mkurugenzi mpya wa usalama wa taifa ambaye alikuwa ni mtiifu wa Omar al-Bashir. Na tunajua wazi kabisa kwamba aliyemuondoa Omar al-Bashir kwenye ikulu ya Badawi, waliomkamata kwenye ikulu ya Badawi walikuwa ni RSF ambao ndio walikuwa walinzi wakuu wa Bashir. Kwa hiyo na kwa msingi huo ukapata picha wazi kwamba ni namna gani mgogoro huu ulivyo na fitna ndani yake. Sawa, bwana, tunazungumza wakati huu ambao umemtaja hapo General Dagalo ambaye ni chini ya RSF, ndiye anayeongoza. Tunajiuliza pengine RSF wakati ambao kulikuwa kuna makubaliano ya kuingiza ndani ya jeshi la taifa, ni nini kilikwama mpaka kuingiza sasa kuwa haya ni mapigano rasmi? Nini kilifelisha kuamsha mapigano haya? Kilichofelisha ni kwenye makubaliano ni kwamba ilikuwa baada ya kumuondoa madarakani Omar al-Bashir, RSF ilitakiwa wajiunge na jeshi rasmi la nchi, kwa sababu kama unavyojua nchi moja haiwezi kuwa na maamiri wakuu wa jeshi wawili. Kwa hiyo ilikuwa ni jeshi la RSF lijiunge na jeshi la nchi ya Sudan,
lakini kilichokwamisha ni uteuzi wa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Kama nilivyosema mwanzoni, General Mufadar alipoteuliwa tu kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa, na RSF wakati inaundwa kipindi kile, baada ya Janjaweed kuunganishwa kusajiliwa kuwa RSF, iliwekwa chini ya usalama wa taifa. Kwa hiyo ilikuwa maana yake ni kwamba Hamdan Dagalo adissolve maaskari wake kutoka kwenye RSF aingize kwenye jeshi la nchi. Lakini baada ya uteuzi ule wa chokochoko kiongozi wa RSF Hamdan Dagalo akaona kwamba kuna njama inafanyika ya kuweza kummaliza kisiasa, njama inafanyika ya kuweza kummaliza nguvu. Na kama tunavyojua target kubwa ya Dagalo ilikuwa ni kuja kuwa rais wa nchi ya Sudan, na wakati huo mkuu wa majeshi na yeye pia target yake ni kuwa mkuu wa nchi ya Sudan. Kwa hiyo watu wawili wakaingia kwenye mgogoro wa madaraka, kwamba huyu anataka madaraka ya urais, huyu anataka madaraka ya urais, na wote walishirikiana pamoja kumuondoa al-Bashir kwa makubaliano kwamba watagawana madaraka. Kwa hiyo chokochoko iliyofanyika ya uteuzi ikamfanya Dagalo akatae kudissolve jeshi lake kwa miaka miwili aliyopewa na kuomba miaka 10, jambo ambalo al-Burhani alikataa, na ndipo vuguvugu lilipoibuka na machafuko na vita ikaibuka, vita kubwa ambayo mpaka sasa inaendelea. Ni kwamba kila mmoja anaona kwamba anamlia njama mwenzake za kummaliza kisiasa, ndio maana unaona hayo mambo yalitokea. Kwa hiyo kushindikana kwa kudissolve jeshi, kuingiza kwenye jeshi la nchi, kikosi cha RSF kwenda kwenye jeshi la nchi, ni baada ya mkuu wa nchi kumteua Mufadar kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Na huyu mkurugenzi alikuwa ni hasimu mkubwa sana, ni mtu ambao kule Sudan wanaitwa Keizan. Keizan ni wale watu ambao walikuwa waaminifu kwa Omar al-Bashir na ambao wanawatazama RSF kama wasaliti, kwa sababu RSF ndio waliotumika kwenda kumkamata al-Bashir kwenye ikulu ya Badawi na kumkabidhi kwa jeshi. RSF ndio waliesuka mipango na walioengineer mikakati ya kuweza kumpindua al-Bashir. Kwa hiyo hawa Keizan wanaona RSF kama ni wasaliti, ndio maana wanaitwa Keizan, maana ni watiifu kwa nchi ya Sudan. Lakini jambo la pili ni kwamba mkurugenzi wa usalama wa taifa ni hasimu mkubwa pia, ni mtu ambaye anatoka kwenye kabila la Sharkia, makabila ambayo pia yanawatazama watu wa magharibi kama watu wasiostarabika, watu ambao ni Waarabu wasiostarabika, wanaitwa Hamajinasi, yani watu wasiostarabika kabisa. Kwa hiyo haya mambo mawili ukiunganisha, unaweza kupata picha ya kuona kwamba ni namna gani hali halisi ya Sudan jinsi ilivyo. Turejee nyuma kidogo, Mbwana Liamtu, kuhusiana na historia ya Sudan. Tukiangalia pia kuna vita za kihistoria, kuna migogoro ya kihistoria kama ya maeneo kama Darfur. Inachangia vipi mienendo ya vita hii sasa? Sahihi kabisa. Baada ya uhuru wa Sudan mwaka 52, wakati wa waziri mkuu wa kwanza Al-Hazar, Ismail Al-Hazar, Sudan imegawanywa kama nilivyoeleza mwanzo kwenye makabila, na makabila mengi zaidi ya makabila 500, lakini makabila matatu, kwa maana kabila la Jalin, kabila la Sharkia na kabila la Danagra, makabila makubwa matatu ya Waarabu ambayo yamekuwa yakimiliki sehemu kubwa ya uongozi wa nchi, sehemu kubwa ya uongozi wa jeshi. Makabila mengi ya magharibi, hasa Darfur, Kordofa, maeneo ya Kordofa ni maeneo ambayo wanaishi Waarabu wenye ngozi nyeusi, ambao wengi hawa wanadharauliwa sana. Kama nilivyosema awali, wanaitwa ni Mahamaji, maana ni watu wasiostarabika. Kwa hiyo hawa mara nyingi wamekuwa wakikumbana na utekaji wa mifugo, kunyang'anywa ardhi yenye rutuba. Kwa hiyo hawa watu kwa miaka mingi wamekuwa wakipigana kutafuta haki zao za kumiliki ardhi yenye rutuba, kupata haki za kuweza kupata mgao pamoja wa keki ya taifa. Kwa hiyo kwa miaka mingi maeneo haya yamekuwa na machafuko, na ndiko sababu hasa ya kuibuka kwa wale walioitwa Janjaweed. Hawa Janjaweed ni vikosi vidogo vidogo ambavyo viliungana, walikuwa wanaitwa Al-Nasar. Vikosi vidogo vidogo ambavyo viliungana ili kuweza kutengeneza jeshi la pamoja la kujilinda dhidi ya uvamizi wa mahasimu. Na Janjaweed maana yake ni ufupisho maneno ya Kiarabu. Maana yake Janj maana yake ni wakimbia kwa farasi, alafu Jin maana yake ni marohani. Maana yake ni maaskari wa marohani wanaokimbia kwa farasi, ambao maana yake walikuwa wanajilinda dhidi ya Waarabu wengine walikuwa wakichukua maeneo yao yenye rutuba na mifugo na kadhalika na kadhalika. Sasa hii migogoro ya haya maeneo yalichochea pia kuundwa kwa hiyo RSF. Ndio maana unaona RSF inakubalika sana maeneo ya magharibi ya Sudan na maeneo ya kusini ya Sudan, sababu ni maeneo ambayo kwa miaka mingi toka uhuru
yamekuwa yakidharaulika, yako nyuma kimaendeleo. Watu wamekuwa pia wakionwa kama wasiofaa kabisa, yaani hawana nafasi kubwa kwenye kula keki ya pamoja ya taifa la Sudan. Kwa hiyo kwa mchanganuo huo na kwa uchambuzi yakinifu, unaweza ukaona wazi kwamba ni kwa nini RSF maeneo hayo inakubalika na kwa nini upande wa mashariki mwa Sudan, eneo ambalo mashariki hasa na kaskazini mwa Sudan, maeneo ambayo hasa yana Waarabu wengi, ndiyo pia yanaungwa mkono na serikali, hasa majeshi ya serikali. Kwa hiyo ukifanya uchambuzi wa linganifu wa kutazama hapo, utaona wazi kwamba haya maeneo mawili kwa maana ya Darfur na Kordofa, maeneo ambayo yamekuwa na machafuko kwa zaidi ya miaka 40 Sudan, ni maeneo ambayo pia yanaunga mkono na ndio yana maaskari wengi waliopo kwenye jeshi la RSF. Bwana, tuende kwenye eneo lingine, tuangalie athari pengine za kibinadamu na kijamii. Zimekuwa zikitajwa athari mbalimbali ikiwemo za uhalifu wa kivita, ukatili wa kijinsia, lakini mauaji pengine ya kikabila. Pande hizi mbili zinawajibika vipi kwenye masuala haya ambayo yamekuwa yakiripotiwa mara zote? Ni sahihi kabisa kwa sababu unajua Sudan iko kwenye machafuko baada ya kuondolewa Omar al-Bashir, iko kwenye machafuko ya kikabila, machafuko ya kiutawala kwa maana ya madaraka, vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa maana ya pande hizi mbili kubwa hasimu. Na hali kwa kweli hali ni mbaya sana, hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Maeneo mengi kwa kweli watu wamekuwa wakiuawa, hasa maeneo ambayo vita vinapiganwa mara kwa mara. Na mfano mdogo ni hata mji mkuu wa Khartoum. Hali ni mbaya, watu wamekimbia makazi, watu wengi hasa Khartoum kusini, eneo ambalo lilikuwa lina makazi wengi maskini, watu ambao lilikuwa linakaliwa na watu maskini sana. Unajua kwenye miji mikubwa kuna maeneo yanakuwa na watu maskini sana. Kuna eneo la kusini la Khartoum kwa kweli watu waliuawa, watu wengi sana, na watu wengi hawakuwa na uwezo wa kukimbia kwa na hali halisi ya kiuchumi waliokuwa nayo. Watu wengi wameuawa kwa kweli, miundombinu imeharibiwa sana na kila pande imekuwa ikishtumu pande nyingine. Serikali, jeshi la serikali kwa maana ya jeshi la Sudan, SAF, Sudan Armed Force, wamekuwa wakishtumu RSF kuhusika na uhalifu huo wa kivita, uhalifu wa kibinadamu, ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Na pia RSF pia wamekuwa pia wakishtumu jeshi la serikali kuhusika pia na mauaji, kwa sababu inaelezwa kwamba jeshi la serikali limekuwa likiua mpaka raia maeneo ya Kordofa pamoja na maeneo ambayo yalikuwa yakimilikiwa na RSF. Wanapoteka maeneo hayo wamekuwa wakiua kiholela, wakiua mpaka raia wakidai kwamba ni askari wa RSF. Kwa hiyo kila upande umekuwa ukishtumu upande mwingine kwamba ndio anayepaswa kubeba lawama. Sawa. Wakati huu ambao Sudan inakabiliwa na njaa kali sana, lakini unajiuliza pengine mashirika ya kimataifa, lakini pia hata wakimbizi duniani kwa hivi sasa Sudan inaongoza kwenye eneo hilo, kwa maana mashirika ya kimataifa ya kutoa msaada yanakwama wapi kufikisha msaada ama vyakula kwenye huko Sudan ambako njaa ni kali? Tatizo kubwa ni kwamba maeneo mengi yamefungwa. Mfano maeneo ya mashariki kusini, maeneo mengi yamefungwa kwa sababu ya mapigano makali yanayoendelea, na njia rahisi ya kuweza kufikisha misaada ya kibinadamu na misaada ya kiutu ni ama maeneo ya kaskazini ambayo ni mpaka baina ya Sudani na Misri, au eneo la kusini mashariki mpaka baina ya Sudani na Ethiopia. Maeneo ya magharibi ambayo yamepakana na Chad ni maeneo magumu, kwa sababu hata maeneo yale pia mipakani kuna vita vinavyoendelea baina ya waasi na serikali ya Chad, na pia kuna waasi ambao, na ndio eneo ambalo pia linashutumiwa pia linapokea misaada ya kisilaha kutoka Chad, kutoka Libya kuja Chad kuingia Sudan kupitia kwa RSF. Na hata pia ndio maeneo ambayo baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na Umoja wa Mataifa kwamba kampuni binafsi ya ulinzi ya Wagner Group wamekuwa wakitumia hiyo njia kuingiza silaha na maaskari kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo eneo ambalo liko salama ni eneo la kusini na eneo la kaskazini, ambapo na penyewe kutokana na hali ya kiusalama bado maeneo hayo hayajawa salama sana. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine yamekuwa yakisababisha maeneo hayo kuwa kwenye utata mgumu zaidi wa kuweza kufikisha misaada ya kibinadamu. Ni eneo tu la kusini ndio lilifunguliwa kwa ajili ya kuruhusu raia kuvuka kwa ajili ya kupata msaada wa ukimbizi.
kuingia Ethiopia. Kwa hiyo ndio ukaona wazi kwamba hali jinsi ilivyo inaweza pia ikawa inasababisha kwa namna moja au nyingine namna gani ya kuwepo ugumu wa kuingiza misaada ya kibinadamu. Sawa, tuangalie kwenye eneo lingine. Mataifa gani ya kikanda ambayo pengine yana maslahi ya kimkakati kwa Sudan na yanasaidia kufadhili pengine kwa silaha au fedha na yanafaidika na haya mambo? Ni mataifa gani ya kikanda ambayo yako karibu na Sudan? Kwa taarifa zinazoelezwa ni kwamba Libya hasa serikali ya Libya Mashariki pamoja na Chad wamekuwa wakitumika kuingiza silaha kwenda kuisupport RSF, na kuna baadhi ya nchi ambazo zinatajwa, nchi za nje ya Afrika zinatajwa ikiwepo Russia pamoja na nchi zingine za falme za Kiarabu kwamba zinahusika kuisupport RSF, jambo ambalo hizo nchi zimekuwa zikikanusha na zikikataa madai hayo. Lakini inaelezwa kwamba misaada ya kikosi cha RSF inapitia Chad kutoka Libya. Kama tunavyofahamu, Libya ipo kwenye mgawanyiko mkubwa wa kisiasa baada ya kuuawa kwa Muammar Gaddafi kupitia ile iliyoitwa Operation Jerusalem pamoja na Operation Benghazi ambao walibatiza jina la Operation Benghazi. Libya imegawanyika na silaha nyingi zimekuwa zikipitia Libya kuingia Chad kuja Sudan, kwa maana Sudani Magharibi ambako ndio ngome kubwa ya RSF. Na serikali ya Saudia inaelezwa pamoja na Misri kwamba imekuwa ikisaidia jeshi la serikali, jeshi la nchi Sudan Armed Force inaongozwa na Al-Burhani katika mapigano. Kwa hiyo baadhi ya nchi hasa Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisema kwamba inalaani support wa hizo nchi ambazo zimekuwa zikiendelea kusupport kwa silaha na mbinu na teknolojia pamoja na vyanzo kadhaa vya kiintelijensia kuweza kufanikisha vita. Kwa hiyo imelaani kwamba ikiomba kwamba hizi nchi ziache, kwa sababu kufanya hivyo ni kuendelea kuchochea vita endelee kuwa kali na kugawanya pia taifa la Sudan, kwa sababu msaada wanaopata kutoka kwa kila nchi maanake unafanya vita iendelee. Kwa hiyo ukitazama hayo utaona wazi kwamba kwa namna moja hizi nchi kwa maana ya Misri, kwa maana ya Chad imekuwa ni chachu kubwa kwa kila upande kuweza kusaidia kwa namna moja au nyingine kuendelea kupalia makaa ya moto na kuifanya Sudan iendelee kuwa nchi hatari zaidi. Tuangalie nafasi pengine kijiografia, nafasi ya Sudan kwenye Bahari Nyekundu. Nafahamu Sudan kwamba ni miongoni mwa mataifa pia yenye dhahabu. Inashawishi vipi nafasi yao hiyo pamoja na rasilimali walizonazo msimamo wa mataifa ya nje? Ni sahihi kabisa, na sehemu kubwa ya machimbo ya dhahabu yanayopatikana kusini hasa kwenye mkondo wa mto Nile, kusini kwenye mkondo wa mto Nile na eneo la magharibi yanamilikiwa na RSF, na ndio vyanzo vikubwa vya uchumi vinavyotumiwa na RSF katika kuendesha vita inayoendelea kwa muda wote huo kutoka mwaka 2021 mpaka sasa. Kwa hiyo vyanzo vikubwa vya kiuchumi vinatokana na machimbo ya dhahabu, na ziko nchi za nje ambazo zinafaidika na hayo, na kwa namna moja tunaweza tukasema kwamba nchi za nje pia zina mchango kwenye vita vinavyoendelea, kwa sababu eneo la magharibi lenye madini linatumiwa kama chachu ya nchi za nje, hasa nchi za magharibi kujipatia rasilimali hizo na mafuta yanayopatikana mashariki mwa nchi kwenye pwani ya Sudan. Kwa hiyo hayo yanachochea, lakini kubwa ni kwamba pamoja na kwamba madini haya yanaweza yakawa chanzo cha mapigano kwa namna moja au nyingine, bado msingi unabaki pale pale kwamba hawa viongozi wawili kwa maana ya Hamidit, yani Hamdan Dagalo pamoja na General Al-Burhani ni viongozi wawili, tukumbuke ni viongozi wawili ambao mwaka 2019 waliwaahidi watu wa Sudan pepo, kwamba mtu anayekwamisha Sudan isifikie kwenye pepo, kwa maana nchi kuwa nchi ya asali, ni Omar al-Bashir. Lakini ni watu wawili hawa wanaowazawadia raia wao
vifo na jahannam kwa muda mchache sana baada ya kumwondoa al-Bashir, kwa tamaa ya madaraka walionayo, hata kama kuna hizo mikono ya nchi za magharibi, mikono ya nchi za nje, lakini kwa tamaa ya madaraka na utofauti wa ukabila, kwa maana kabila la Hamdan Dagalo, mtu wa kutoka magharibi, maeneo ambayo kwa miaka zaidi ya 60 wamekuwa wakizalaulika kwamba ni watu wasiokuwa na maana, wasiostaarabika, lakini maeneo ya makabila ya kaskazini, kwa maana makabila ya Waarabu, ambao pia yamekuwa yakiiona kwamba wao ndio wana haki miliki pekee ya kumiliki siasa, jeshi pamoja na usalama wa nchi Sudan. Sawa, tukamilishe na hili Ali Hamtu, kuhusiana na endapo kama mazungumzo yatafanyika, viongozi hawa wawili wa vikosi vyote kwa maana ya jeshi la serikali na RSF, unafikiri kwamba wote wanaweza kuunda, sasa mazungumzo yamefanyika, wanaweza kuunda na kuwa pamoja serikali ya Sudan, ama raia wanaweza wachukue tu hatamu na wakati wa uongozi? Hayo yameshafanyika mara nyingi sana, yameshafanyika. Mazungumzo ya amani yameshafanyika, mazungumzo ya kuwapatanisha yameshafanyika, yameendeshwa. Hata sisi Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sehemu moja tulijaribu pia, tumewahi kutoa watu kutoka hapa Tanzania kwenda kwa ajili ya kuendesha mazungumzo ya upatanisho kule Khartoum, nadhani mwaka 2022-2023, lakini hayakuzaa matunda. Na mazungumzo yote yaliyofanyika kwa kila nchi iliyojaribu na kila kanda iliyojaribu na kila jumuiya iliyojaribu, mazungumzo hayakuzaa matunda, kwa sababu hawa ni wahasimu wawili ambao ukirudi ndani kabisa utagundua kwamba wanachopigania kina uhasama mkubwa sana zaidi ya ambavyo wanachozungumza kwenye midomo yao. Kama nilivyosema awali, kuna ukabila, kuna chuki baina ya watu wawili kwa maana ya fitna ndani yake, lakini ni watu wasiopatana kabisa, kwa namna yoyote wasiopatana kabisa, na kila mmoja anaona ndio anayestahili na ana haki ya kuwa rais wa Sudan. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu binafsi, hawa watu wawili wote wangepisha ili Sudani ianze upya. Hawa wawili wote wangepisha, ingetumika mbinu ya exclusive method, mbinu ya kuwaondoa wote wawili ili nchi ya Sudani ianze mwanzo. Hiyo mbinu ilitumika Nigeria mwaka 93 kwenye machafuko yaliyokuwepo baina ya aliyekuwa Chief Abiola, aliyekuwa kiongozi, alikuwa anadai ameshinda uchaguzi, na machafuko ya Sudani ya Nigeria kisiasa yalikuwa makubwa sana. Baada ya kutokea hiyo hali, wote kiongozi alikuwa kiongozi wa nchi aliondolewa, na aliyekuwa mpinzani mkuu alikuwa kidai ameshinda pia aliondolewa, nchi ikaanza mwanzo. Kwa hiyo mimi nafikiri pia Sudani ingetumika hiyo mbinu, ingesaidia sana. Watu wawili wapishe, Sudani ianze upya. Bwana Ali Hamtu, nikushukuru sana kwa ushirikiano wako na kuzungumza masuala haya. Naamini pengine kuna siku tutazungumza kwamba mambo yamekwisha, pengine. Tunaomba Mungu hiyo ifikie hapa. Nikushukuru sana, asante sana. Ni Bwana Ali Hamtu huyo, nikizungumza naye kuhusiana na masuala ya Sudan yanayoendelea na pengine kufahamu yale ambayo kwa hivi sasa yapo, lakini pengine huko mbeleni mambo gani yanaweza kufanyika kuweza kuleta suluhu hiyo. Nimekamilisha hivyo. Mimi ni Kevin Novat.